Waislamu ulimwenguni wanapojiandaa kuadhimisha sherehe za Idul Adha hapo kesho na Jumamosi, biashara ya mifugo kaunti ya Mombasa imeendelea kushika kasi. Wafugaji wakijitokeza kwa wingi wakiwa na mifugo yao sokoni kwa ajili ya mauzo. Uchinjaji wa mifugo ni shughuli muhimu na lazima unaofanyika hasa msimu huu, ila wauzaji wamelalamikia kukadiria hasara tupu mwaka huu. Hii ni kutokana na idadi ndogo ya wanunuzi. Safari hii naona mambo ngumu. Si kama safari ile mwaka iliyopita. Mwaka hiyo ilikuwa kidogo watu wana pesa wananunua vizuri, lakini mwaka hii nifikiri watu hana pesa kwa sababu mifika mpaka siku ya mwisho hapa leo na mbuzi imejaa. Kitambo si hivyo mwaka iliyopita. Niko siku 4 au siku 3 hapa. Nimeshuka hapa kwanza Tananoka. Nileta mbuzi. Unaona hivi? Biashara si mzuri, si mbaya. Kama hii sasa tunatoa 13 ila misho 7. Kupanda kwa gharama maisha imepelekea Waislamu kuraiwa wawe wakarimu msimu huu. Ujumbe wangu kwa Waislamu ambao tunasherehekea sikukuu ya Idul Adha ni kwamba tusherehekee kwa amani, na kama itakuwako mtu hana uwezo wa kununua mbuzi wala nini, ikiwa kuna mtu ana uwezo wa kumnunulia ama kumkopesha hata pesa ili anunue, itakuwa sawa. Kutokana na uhaba wa nafasi ya kuuzia mifugo, uwanja wa Tononoka umegeuzwa kwa wiki nzima kama sehemu ya mauzo, jambo ambalo limeombwa serikali ya kaunti ya Mombasa kuja na mikakati ya kutenga sehemu kubwa na maalum ya uuzaji wa mifugo msimu wa Eid kila mwaka. Kuna changamoto pia kidogo hapo inachangia, sababu inasemekana kuwa hii uwanja itasafishwa leo na hao jamaa wanaambia watoke hapo kwa mbuzi zao, watoke na mbuzi zao. Sasa tulikuwa tunaomba hii serikali ya Mombasa itenge mahali maalum ya kufanya soko, ingawa mahali maalum ni hapo Kikoani, na hapo Kikoani mbuzi zimekuwa nyingi. Walikuwa wanaomba hapo wenye biashara wa mbuzi waweke sehemu nyingine ya pili ya kuuza mbuzi. Aidha, wito umetolewa kwa serikali za kaunti kuiondoa ushuru wa gatuzi hasa wa usafirishaji wa mifugo misimu ya Idul Adha kila mwaka. Kuongezeka kwa ushuru ndiyo sababu inayotaja kuchangia ya bei ya mifugo kuongezeka sokoni. Unajua hii kitu mambo ya gatuzi nayo imeleta shida, iko changamoto yake, sababu kila kaunti inataka payment yake ya kulipa ushuru. Kama ukifika kaunti ya Tana River wanataka payment, ingia Kilifi hivyo Mombasa, yani ukifika paka hapa transport unakuta hata imeenda juu sana, na biashara ndio hiyo hapa ambayo iko chini sana. Hiyo kwanza mambo hii payment kwanza, wakati kama huyo wangeondolewa kwanza, wangefanywa free kwanza Garissa, Tana River, Kilifi, Mombasa wangefanya free. Biashara ya mifugo kaunti ya Mombasa unaendelea kunoga. Mifugo hawa hutumika sana na Waislamu wanapoadhimisha msimu wa mchinjo almaarufu Idul Adha. Nikiripotia Mtoto News toka kaunti ya Mombasa, jina langu ni David Lukoe.